Lakini hebu tuanze na binafsi kwa ujumla. Umelionaje bunge hili ambalo linakwenda leo? Mimi naliona bunge lililokuwa, sababu miaka ya nyuma hatukuwa na vitu vya namna hii. Unaweza kusema kwamba bunge halijakuwa, bunge limekuwa. Hiyo ni democracy. Na democracy mara nyingi wanaoamini katika demokrasia wanaamini katika uhuru. Sasa ule uhuru wakati mwingine unaweza ukawa unapitiliza alafu unaharibu. Lakini tumeona hili ni bunge, mimi kwangu naliita la kidemokrasia kuliko mabunge yote. Demokrasia. Niseme tu nizungumzie awamu ya 5 kwa ujumla. Awamu ya tunasema ya 4 kwamba ya Jakaya Mrisho Kikwete anayomaliza, ili imekuwa awamu ya demokrasia kuliko vile ambavyo watu wanatazamia. Ni kweli wana makosa, yamesemwa mengi, anarushiwa madongo na wengi wamemwita rais legelege na kumpachika majina yote mabaya mheshimiwa rais. Simtetei wala sina sababu simpigie kampeni kwa sababu pia anaondoka, sina sababu ya kumpigia kampeni. Lakini kuna vitu wamefanya vimeonyesha demokrasia. Tumeona mawaziri wameshaingia magereza, tumeona watu wameshashtakiwa, tumeona mijadala mbalimbali ikiendelea na mambo chungu mzima ambayo yamekuwa yakionyesha kwamba bunge hili sasa sio lile bunge la zamani lile la kina wanasema mtu wanasubiria fulani nani alipue mabomu. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba kwa mtindo huo basi kama tutakuwa tukishirikiana kwa pamoja na tukaondoa ubinafsi wa chama, tukaweka hoja za kitaifa, hili lijalo litakuwa zuri sana. Lakini hili lilopita mimi naiona demokrasia. Kwa sababu kingine pia nimeona uvumilivu wa watu. Kuna watu bwana Bernard James ukiwaangalia pale kama ni ngumi zingepigwa. Lakini unaona kabisa kwamba basi inafika mahali wakishindwana basi wanatoka. Wakishindwa wanatoka. Ingawa siku nyingine kwa sikia wanasema hatutoki. Sasa leo hatutoki, tumezoea. Tutaweza kuongelea zaidi. Hebu tuangalie, tujikite tu katika swala la demokrasia na umelihusisha na utawala wa rais anayeondoka sasa Jakaya Mrisho Kikwete. Hebu tuangalie hapo hii demokrasia ambayo unaiongelea hapo zamani haikuwepo, kusema kwamba labda mtu anaweza akasimama akaomba mwongozo au mtu akasimama labda akasema hoja yake ama akasema kwamba kuna hiki na hiki ama akamuongelea rais moja kwa moja kwamba rais labda legelege au hivi na hivi, au demokrasia ambayo unaiongelea wewe. Mimi naomba tuachage na unafiki. Mimi sina chama, niseme tu kweli. Tuachage na unafiki. Mimi niseme tu kipindi cha awamu ya rais aliyekuwa amepita Mheshimiwa Ben Mkapa. Ndio. He's a gentleman, lakini Rais Mkapa alikuwa akiongea kwenye TV mpaka mnaogopa. Sasa ukiwa na nidhamu ya uoga huwezi kufanya vitu. Lakini Kikwete aliwaalika wapinzani wakaenda pale wakajadiliana. Japo walishindana. Yaani kuna vitu ambavyo hawezi kufanya kama kwa kulinda maslahi ya chama chake. Lakini alialikwa, wapinzani walialikwa wakasema. Lakini mapungufu ya Kikwete pia yameonekana makubwa sana kwenye eneo la la upande wa unapozungumzia masuala yake na urafiki. Yule mzee mimi nafikiri urafiki umemwathiri sana kwenye utawala wake kuliko kitu chochote. Ukizungumzia utendaji, nchi yetu tuna shida ya wasomi, tuna shida ya watendaji waadilifu na wajibikaji. Rais ameathiriwa na watu ambao aliwaamini mzunguko, alafu baadaye wenyewe wakambetray. Sasa baadaye akitaka hata kuwatoa anashindwa, na mtoaje mtu ambaye nilimwamini na nikampresent mbele ya jamii. Kwa hiyo amekuwa na wakati mgumu kwa sababu ya marafiki au watu ambao, na urafiki sizungumzi kwamba alimpa urafiki labda alimpa mtu ambaye hana sifa. Mwingine ana sifa kabisa, kasomea kile kitu, lakini anateka advantage. Sisi tuna marafiki pia hauwezi kateka advantage. Sasa unapozungumzia kipindi cha nyuma bunge huwezi ukafanya kitu cha namna hii. Leo bunge watu mwongozo, mheshimiwa spika mwongozo. Alafu vitu vingine tunawaprovoke wale watu. Yule anapokaa pale yeye ameshaaminishwa kwamba kile kiti akikaa yeye ndo alfa na omega, kwamba mtu asimsemeshe tena. Sasa kuna kitu kimoja kidogo tu niliona, usiniamrishe. Sentence kama hiyo unaweza ukachukulia mtu anakuambia usiniamrishe, futa kauli. Na yule naye anasema mimi sijamwamrisha, nimesema. Kwa hiyo na yeye hafuti, anasimamia. Kwa hiyo kila mtu tunasema ni kile tunaita kiburi. Pande zote mbili, wabunge wa CCM baadhi wana viburi na wabunge wa upinzani pia wana viburi.
Yaani kwamba huyu anasema mimi ndo nimesema hivi, alafu na hivi linavyoonyeshwa live kwamba tunaonekana kwenye TV, basi kule watajua mimi niko juu ya speaker. Na speaker naye hakubali kwamba hiki kitu kina heshima yake, kwamba huwezi ukajisemea tu kama vile uko wapi kwenye mkutano wa kampeni. Tunakwenda na protocol bwana. Kila siku mimi zamani nilikuwa namwambia mbunge mmoja kwamba yani kuwa mbunge sio shida, lakini ungeajiriwa kidogo ukapata uzoefu wa kazi, wanasema angalau kwenye managerial level, ingekusaidia sana. Ukichukulia kwa mfano hata wa madisi ambao walishawahi kuwa wabunge, tukipita kwenye wilaya zao wanafanya vizuri zaidi. Madisi ambao walishawahi kuwa wabunge labda wakashindwa kwa namna moja au nyingine, baadaye wakawa wakuu wa wilaya, wanafanya vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu ile level imeshampitisha, ameshajua vitu vingi. Lakini kuna mtu mwingine amechomoka tu from nowhere akaenda kuwa mbunge. Uzoefu unachangia sana. Lakini mwingine pia amechomoka tu akaenda akapewa UDC. Kwa hiyo unaweza ukashangaa kuna vitu kwenye halmashauri vinaenda shagala au kwa mkurugenzi wa halmashauri, lakini mwisho wa siku uzoefu unachangia sana. Ndio maana wakati mwingine tunakuuliza bwana, elimu yako, CV yako, umefanya kazi wapi na nini, ili kupata vitu kama hivi. Sasa kwenye bunge, mimi niwaombe Watanzania watakapokwenda kupiga kura ili bunge lijalo, hebu waulize wabunge wao uzoefu. Hao waliopita wana uzoefu, labda wanaweza wakawarudisha baadhi kutokana na sifa yake na kile alichotendea jamii. Lakini hao wengine wanaotaka kuja wapya, waulize uzoefu, angalau ameshawahi kufanya kazi wapi. Elimu, tunasema bunge sehemu kubwa inahitaji busara, uongozi wa serikali wakati mwingine unahitaji busara zaidi kuliko elimu ya darasani. Lakini kwa uzoefu, umeshawahi kuitumikia jamii ya watu wangapi na ulifanya nini? Umeshawahi kuwa kiranja, ulishakuwa monitor. Sasa ulivyoliona bunge hili kwenye kutoa hoja na kuruhusiwa na ule ulinganifu wa kupewa fursa na nafasi mle bungeni, upinzani na chama tawala, je, unafikiri kulikuwa kuna usawa katika kuwapatia nafasi ya kuweza kufikisha hoja na kuweza kuwakilisha wananchi kile ambacho wamewatuma wakiseme bungeni? Naomba kusema hapana, sio kweli. Sababu wewe una upendeleo au uwezi kujitekenya na kucheka mwenyewe. Raha ya kutekenya bwana, utekenywe na mtu. Sasa inakuwaje mtu anakutekenya alafu yani ujitekenya alafu ujicheke mwenyewe? Ndio kitu kilichonishangaza hata kwa baadhi ya mgombea mmoja kwamba alishawahi kuwa jaji mkuu alafu leo anagombea urais. The question is kwamba huyu mtu alishawahi kuwa jaji, alikuwa ni kada wa chama au alikuwa jaji by profession? Kwa sababu tunapozungumzia profession inatakiwa ilindwe na hadhi yake. Kama alikuwa amemaliza angesema nimemaliza muda wangu, nataka kudeclare niwe mwanasiasa. Lakini unajiuliza leo yuko na watu wanampigia chapu, watapita, anyway wanaweza akapita vizuri. Ni hivi, hausawa haupo. Kwa sababu mbunge ambaye ni speaker ni mbunge wa CCM, usitegemee kuna usawa. Kuna kitu kinaitwaga uzalendo. Wewe uweze ukapewa leo ukachezesha mechi ya Angola na Tanzania alafu wewe referee. Ni kitu gani? Yaani hata kwenye viwango vya FIFA havipo. Lakini kingine, uwezi ukawa wewe unasimamia kesi alafu na wewe pia ni mlalamikiwa. Tunapozungumzia wabunge wa CCM labda wamefanya kitu fulani, jana nilizungumzia kidogo, nikazungumzia kuna hoja za kitaifa, kuna mijadala. Tunapozungumzia hoja, kuna hoja za kitaifa za eneo, alafu kuna hoja za kijimbo. Na unaona kabisa kuna watu ikiibuka hoja ya kidini, unaona kabisa Waislamu wananyoosha wanaitetea hoja ya kidini na Wakristo wanaitetea hoja ya Kikristo, mfumo wa Kikristo, wanazungumzia hawataki mahakama ya kadhi. Alafu ukiangalia kuna hoja za Kizanzibari na Kitanganyika. Wabunge wanasahau kwamba wao ni professional, wakifika pale kuna saa itakapofika ikiwa hoja ni ya kitaifa. Tunapozungumzia masuala ya elimu au uchumi au masuala ya uwekezaji au masuala ya rasilimali zilizoko, tuweke matakataka yote chini. Tuweke vyama chini, tuweke dini zetu chini, tuzungumzie hoja ya kitaifa kwamba Mtanzania yoyote anapata fursa kwenye eneo hili.